Tajiri mmoja mzee alikwenda kwenye nyumba ya binti yake aliyekuwa akiishi kimasikini. Mumewe Azizi alipomwona alimwambia, tazama baba yako anakuja. Binti alipomwona alisema, hey baba, umekuja, karibu ndani ukae. Azizi alisalimia na kusema, shikamo baba mkwe, lakini baba alijibu na kusema, koma wewe kuniita baba mkwe, jitazame sana. Azizi akamwambia mkewe, ngoja basi nikamchukulia baba maji ya kunywa, lakini baba akasema, sitaki hata kunywa maji ya nyumbani kwako, unanisikia? Nimekuja hapa leo tu kwa sababu ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa binti yangu. Kisha akamgeukia binti yake na kumwambia, nimekuletea vitu vingi vya thamani na keki kwa ajili ya birthday yako, njoo chukue. Binti akasema, hapana baba, siwezi kupokea zawadi zako. Kwanza umekuja nyumbani kwangu bila taarifa, na zaidi ya hapo umefika tu umeanza kumtukana mume wangu, alafu nategemea nipokee zawadi zako? Wewe ondoka tu. Baba akasema, unawezaje kuongea hivyo mbele ya baba yako? Umeona hayo ndio matokeo ya kuolewa bila kupata ruhusa ya baba yako. Hemtazama kwanza nyumba unayoishi, bado kwanza hata chakula ni shida kupata. Hemtazama kwanza na nguo mnazovaa, hata wafanyakazi wa nyumbani kwangu wanavaa vizuri na kuishi vizuri kuliko hata nyie. Mamilionea wengi walikuja nyumbani kutaka kukuposa. Unadhani mmoja wao ungekuwa unaishije mpaka leo? Si ungekuwa unaishi kama malkia? Lakini wote uliwakataa ukaja kuolewa na huyu mjinga asiyekuwa hata na kazi. Yaani umevunja kabisa heshima yangu, lakini bado una nafasi. Ukiachana na huyu mjinga nitakufanya uolewe katika familia ya kitajiri. Hemu achana naye, njoo tuondoke. Binti akasema, hapana baba, siwezi kuondoka na wewe, na wala sitaki kabisa kuolewa na mwanamume mwingine. Mume wangu ananipenda na mimi ninampenda pia. Baba akasema, hutaki kunisikiliza? Haya sawa, endelea kuishi hapo kuzimu, na hiyo ni adhabu yako ya kutokumsikiliza baba yako. Utakapopigwa na njaa utanikumbuka, lakini usithubutu hata siku moja kuja nyumbani kwangu, aliongea mzee kisha akaondoka. Miaka michache baadaye binti alifungua mlango akashtuka kumwona baba yake. Akasema, baba, mbona uko hivyo? Karibu ndani. Alimkaribisha kwenye sofa kisha akamuuliza, baba, habari za huko? Mzee akasema, sio njema binti yangu, sio njema kabisa. Binti akasema, unamaanisha nini kusema hivyo baba? Mzee akasema, mwanangu, kiburi na maringo yangu vimeharibu maisha yangu. Yaani nashindwa kuelewa kabisa. Yaani vitu vyangu vyote vimepigwa mnada, alafu bado nadaiwa dola milioni 1. Binti akasema, unadaiwa dola milioni 1? Imekuwaje kwani? Muda huo huo Azizi alitokea na mkewe akamwambia, baba amekuja. Azizi akasalimia, shikamoo baba mkwe, unaendeleaje? Mzee akajibu, marhaba mwanangu, na mkewe akadakia, baba yupo katika wakati mgumu sana. Kampuni yake yote imefilisiwa na bado anadaiwa dola milioni 1. Azizi akasema, usijali, mpe baba pesa zote zilizopo ndani kwetu, alafu ndani ya siku 2 nitampambania zitakazokuwa zimebaki. Baada ya kuongea hivyo Azizi aliondoka zake. Binti akasema, baba usijali tena, deni lako litalipwa. Sisi ni watoto wako, lazima tukusaidie. Alafu nikukumbushe, mtu yule yule ulikuwa unamuita mjinga ndo mtu huyo huyo anayekusaidia leo, na wala hata hajauliza kwa nini akusaidia ukulipia deni lako wewe. Ndo utambue ni mtu mwema, na wala hakuwahi hata kuyaweka maneno yako mabaya moyoni kwake. Ndiyo, kuna kipindi tulipitia maisha magumu sana, lakini alifanya kazi kwa bidii zote na mambo yote yamebadilika. Weka kwenye comment umejifunza nini. Mimi ni Director Mo.